kuangalia kile kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Ibrahimu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye. Na Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunauona upako, nguvu ya Mungu, uweza wa Mungu ambao Mungu alitaka kumpa Ibrahimu. Akasema, Ibrahimu, nataka kukubariki, manake nataka kukupa upako wa kutenda mambo makuu. Nataka kulikuza jina lako. Nataka kukufanya watofauti na wathamani. Lakini Ibrahimu, toka katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako. Anaposema Ibrahimu, toka katika nyumba ya baba yako, alikuwa akizungumza toka kwenye mazoea, toka kwenye desturi za kwenu, toka kwenye mifumo ya mazoea, ili nipate kukubariki. Upako wa Bwana hauji kwa mtu mwenye mazoea. Mtu anayeongozwa na desturi. Ni lazima tutoke kwetu, kwenye mifumo yetu, kwenye mazingira yetu ya kawaida, twende katika hatua nyingine ya mfumo mwingine, maisha mapya. Kwamba nilikuwa siwezi kufunga kabisa, leo mimi nataka kuona upako. Lazima utoke kwenye mfumo wa kwako uliouzoea wa kusema siwezi kufunga, uende mpaka mahali ambapo Bwana alikukusudia. Maana yake uende katika mifumo ya Roho Mtakatifu anayokuongoza kwayo, utoke kwenye mifumo ulioizoea. Jambo la kwanza na la thamani kwa mtu anayetaka kuwa mtumishi wa Bwana mwenye nguvu ya Mungu, lazima utoke kwenye mifumo ulioizoea. Kwamba mimi huwa ninafunga jioni na kula. Sasa unatakiwa uanze kuongozwa na Mungu, kwamba ananitoa katika mifungo ya mazoea, ananipeleka wapi? Roho wa Mungu anapiga kelele kwamba niendelee kufunga. Roho wa Mungu anapiga kelele kwamba nikeshe zaidi. Roho wa Mungu anapiga kelele ndani yangu niombe zaidi. Roho wa Mungu anapiga kelele ndani yangu, ananiongoza katika yale mapya ambayo sikuyazoea awali. Jambo la kwanza, Mungu akitaka kukubariki, kulikuza jina lako, kukupa neema yake, lazima kutoe kwenye mazoea ya kwenu, ya baba yako anayekwambia mwisho wa mwezi tutafunga kutwa siku 5. Mwisho wa mwezi kutwa siku 5. Ifike mahali akili nyingine kuingie, iseme mimi nataka kusikia Roho Mungu anavyoniongoza. Mbona mimi Roho Mungu ananiambia hizi siku 5 hizi ninywe maji? Ukiona hivyo, Roho Mungu anataka kukutoa kwenye mazoea, aende kukubariki uwe taifa kubwa. Wote waliopata upako wa Mungu walitoka katika nchi ya kwao, wakaenda mahali pale ambapo Bwana aliwaongoza kwenda. Walitoka katika mazoea, walitoka katika ukawaida. Kawaida yangu huwa nafunga hadi jioni. Hiyo ni kawaida yako mpendwa. Kuna wakati unapaswa
unapaswa utoke kwenye kawaida yako, usikilize Roho wa Bwana anakupigisha hatua gani. Usipofanya hivyo utakuwa wa kawaida mpaka unakufa. Hao wote wanakupigia kelele, mfungo, usifunge, ni wa kawaida mpaka wanakufa. Hawana la ajabu. Hao wote wanaosema usifunge, hawana la ajabu. Wanaloweza kulifanya katika hii dunia, anayeweza kufanya maajabu katika hii dunia ni yule ambaye atatoka katika mifumo ya kwao, mifumo ya mazoea, aende mahali ambapo Bwana anamuongoza. Roho wa Mungu anakuongoza wewe, unamsikia, anakupa mashauri. Usifanye mifumo ya mazoea. Toka katika mazoea ya kwenu. Mazoea ya kwenu ni mazoea ya kusema huwa tunakuwa hivi, hata mchungaji wetu huwa anatuongoza hivi. Nenda katika nchi ambayo Roho wa Mungu anakuongoza kwenda, maana huko anaenda kulikuza jina lako. Maana yake unatakiwa utoke kwenye mazoea, mifumo ya kawaida ya kibinadamu. ATOC means All Times Outreach and Training Church.